Meli moja iko hapa sasa hivi kwa ajili ya uzinduzi kwa niaba ya meli zote 4. Meli moja iko Kalemie kule DRC na meli mbili nyingine ziko kule Karema. Kwa maelezo ya kina kuhusu kazi hii, naomba nimkaribishe ndugu Mbosa ili aweze kutupitisha hatua kwa hatua. Mheshimiwa Rais, kwa heshima yake mkubwa, karibu sana. Mheshimiwa Rais, karibu katika bandari ya Kigoma. Mheshimiwa Rais, hapa leo kuna mradi ambao unaendelea, tungependa kukupa taarifa, lakini pamoja na kuhusu meli. Mheshimiwa Rais, katika bandari ya Kigoma tuna eneo la abiria na eneo la mizigo. Hapa tulipo ni eneo la mizigo. Tuna mradi mkubwa wa kulirekebisha eneo hili ambalo ni gati lina urefu wa mita 310. Tumeanza mita 190 ndo tunaanza kuzifanyia kazi, na mita 120 tumefunga ili tuendelee kuwahudumia wakazi wa Kigoma na watu wanaotumia bandari. Lakini Mheshimiwa Rais, pia lengo la kuboresha kwanza ni kutoka kuhudumia tani 800,000 kwa mwaka mpaka tani 2,000,000, lakini vile vile kuliongeza gati kwenda maji kwa mita 11.5, lakini vile vile kuongeza kina cha maji kiwe mita 7 ili tuweze kuruhusu meli nyingi zaidi na kubwa kama hizi za wenzetu ziweze kuhudumiwa katika bandari hii. Mradi wa pili unaoendelea Mheshimiwa Rais ni kujenga gati kwa ajili ya abiria, kwa ajili ya wananchi wa Kigoma. Sasa tunawatengenezea gati la kisasa kabisa la abiria. Litakuwa lina urefu wa mita 180, litakuwa lina eneo la kukaa abiria 400 kwa wakati mmoja kutoka 40 waliopo hivi sasa, lakini vile vile tutachimba kina kutoka mita 3.5 mpaka kwenda mita 6. Hiyo itaruhusu meli kubwa zaidi za abiria kufika katika bandari ya Kigoma. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa meli unazozizindua, Mheshimiwa Rais, serikali kupitia mamlaka usimamizi wa bandari tuliingia mkataba na kampuni ya Zijin ya China kwa ajili ya kusafirisha mzigo wao. Hawa wana migodi katika nchi ya DRC, migodi mikubwa mitatu, yote lifetime ya zaidi ya miaka 50, na wana mizigo ambao wanatakiwa kuisafirisha kwenda China. Kwa hiyo katika ile dhana ya usafirishaji fungamanishi, sisi hapa tuliwaomba wao watengeneze meli kwa sababu wanaitengeneza bandari ya Kalemie, lakini vile vile waitengeneze bandari hii ya Kigoma. Lakini vile vile wanatengeneza kilomita 500 kutoka Manono katikati ya Dar es Salaam migodi yao mpaka katika bandari ya Kalemie. Kwa hiyo sisi ni sehemu ya mradi mkubwa wa usafirishaji wa mizigo ya madini. Na Mheshimiwa Rais, hili manake litafungua sasa njia hii ya kaskazini mashariki mwa Kongo, mizigo yao ya madini ianze kupita katika bandari ya Kigoma, lakini kuelekea bandari ya Dar es Salaam ambapo sehemu kubwa tumezoea tunatumia mpaka wetu kule Tunduma. Kwa hiyo wametengeneza meli hizi 4. Kila meli moja ina uwezo wa kubeba tani 2,000 kwa wakati mmoja, lakini ina urefu wa mita 70, upana wa mita 15. Wanategemea kutengeneza meli nyingine 2, lakini na sisi pia kwa kushirikiana na wenzetu wa Tashiko tunategemea pia tutaanza na sisi kutengeneza kwa haraka kama walivyofanya wao. Meli hizi Mheshimiwa Rais, zitakuwa zina manufaa makubwa kwa sababu katika Ziwa Tanganyika kumekuwa na meli kubwa 4 tu. 3 zina uwezo wa kubeba tani 2,000, moja inabeba tani 3,000. Manake kuongezeka kwa meli 4 tutakuwa tuna meli 8 kubwa katika Ziwa Tanganyika, na hiyo itasaidia kusafirisha mizigo kutoka Kongo kuja kwetu na kuelekea katika bandari zetu nyingine, lakini pia kuwasaidia wafanyabiashara wengi na wananchi wa Tanzania ambao wanafanya biashara na DRC, lakini na pia wale wa DRC. Manufaa makubwa Mheshimiwa Rais, kwanza tutakuza uchumi wa Kigoma na maeneo yanazunguka Ziwa Tanganyika. Tuna mikoa ya Rukwa na Katavi ambayo yote ina jumla bandari 7, meli hizi pia zitatumika, lakini vile vile tutaongeza ajira kwa Tanzania. Meli hizi zimesajiliwa na TASAC, mamlaka yetu ya usajili hapa Tanzania, lakini vile vile zina crew, kati ya crew 8, crew 6 ni wa Tanzania. Maana yake kuna ajira, lakini mzigo unaobebwa pia unazalisha ajira nyingi katika kuhudumia hizo tani 2,000. Lakini jingine Mheshimiwa Rais, litaongeza mapato ya serikali kwa sababu hizi huduma sasa zinapoongezeka na sisi tunakusanya mapato, lakini pia zitachochea biashara kwa sababu itakuwa imerahisisha watu kusafirisha kati ya nchi zetu 2, lakini na Burundi. Lakini vile vile inaendelea kutufanya sisi kuwa lango kuu la kibiashara. Mheshimiwa, moja kati ya sifa ya bandari yetu ya Dar es Salaam
Tanga na Mtwara. Kwa nini zinapendwa? Kwa sababu sisi ni gateway, sisi ni njia ya kuingilia Afrika. Kwa hiyo kila mtu angependa, na hii hapa ina reflect kile ambacho kinafanyika Dar es Salaam, kwamba sasa tushapokea mzigo tutaufikisha, lakini vile vile mzigo unakotoka DRC na nchi 8 tunazozihudumia zinaweza zikachukua mzigo kupitia katika bandari zetu za maziwa na kufika katika bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, hayo ndo maelezo ya kwetu, lakini vile vile hii ndo moja kati ya meli ambazo zimetengenezwa, utaizindua hapo, lakini kwa pale kama kisogea kidogo inaonyesha jinsi ambavyo bandari yetu itakuwa. Mheshimiwa Rais, huu upande wa kulia ndio gati jipya la abiria ambalo linajengwa kwa kule, litakuwa lina uwezo, upande huu litakuwa na mita 130, upande huu mita 50, ambapo jumla ni mita 180. Upande huu tunaweza tukaweka boti zetu zile za kusukuma meli, lakini hapa ndio pale ambapo pana mita 310, na tuliposimama ni eneo hili la mwanzo. Wanatengeneza hii eneo la kuhudumia mizigo upya, watasogeza hizi mita 11.5 kuja kwenye maji, watachimba hapa mita 7, na mita 7 ni nyingi Mheshimiwa Rais, kwa sababu meli hii hapa inahitaji kina cha mita 3.5 tu, lakini watatengeneza gati, lakini na reli iliyoko mbele hapa itasogezwa nyuma, na hii itakuwa ni SGR ambapo tunategemea itaenda mpaka Katosho kule ambako tutaenda kuzindua, lakini sehemu hii ndo ambayo tumeifunga mita 120 ambayo kwa pamoja ikikamilisha ndio itakamilisha zile mita 310. Mheshimiwa Rais, kama wanasikia wanaweza wakaplay video kidogo ili uweze kuona baadhi ya shughuli hizi ambazo nimekuwa nikizieleza. Mbili ziko Karema, moja ndio imekuja hapa kwa ajili ya kuziwasilisha. Okay. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Haya, halafu nakumbuka kuna karakana ya serikali ya kujenga meli zetu, lakini imefikia hatua gani? Mheshimiwa Rais, karakana iliyopo ndio ambayo tumeipandisha Viliemba, ambayo na yenyewe inakaribia kabisa kukamilika. Lakini vile vile tunategemea kuanza kutengeneza ile ya Tashiko kwa ajili ya kutengeneza ile meli kubwa. Lakini meli hizi hapa zilikatwa China na vililetwa vipande zikaja kuunganishwa katika bandari ya Karema. Kwa kuhitaji ile karakana. Okay. Ndio. Okay. Mheshimiwa Rais, kuhusu mradi wa kutengeneza karakana wa Tashiko, tumeshampata mkandarasi, tumempa advance payment ya dola milioni 8.8, bado dola milioni 8.8. Kazi ilianza lakini speed ndogo kwa sababu hajapata full advance payment. Tunaamini sasa hivi tunafanya utaratibu wa Wizara ya Fedha tuweze kupata hiyo fedha ili aweze kuendelea kujenga karakana. Vile vile tuna miradi miwili. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa meli ya abiria kwa ajili
ya hapa, na mradi wa pili ni kwa ajili ya kujenga meli ya mizigo ambayo itafanya kazi za usafirishaji wa mizigo kutoka hapa kwenda DRC, na wenyewe utakuwa na uwezo wa kuchukua takriban tani 3,000. Nao tumeshapata mkandarasi, lakini bado hatujapata advance payment. La mwisho, Mheshimiwa Rais, nataka nikuelezee hapo pembeni kuna meli yetu ya MV Liemba. Watu wa Kigoma wanapenda sana meli ya MV Liemba. Meli hii ilisimama mwaka 2018. 2023 tukaanza kuifufua na sasa hivi imekamilika kwa 99%. Tumeipandisha chelezoni, tunaamini itapofika mwisho wa mwezi huu tutaitoa, na mwezi wa 8 mapema meli hiyo itaanza kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima. Sasa tunakuomba tuelekee eneo la uzinduzi. Eneo la uzinduzi. Moja, mbili, tatu. Makofi mengi na vigelegele. Haya, naomba tuondoe hayo nani ili tupate picha hapo hapo, ndo picha yetu ya kwanza hiyo. Tafadhali. Sawa sawa. Tunaanza sasa. Kengele ya kwanza, Mheshimiwa Rais. Kengele ya pili, Mheshimiwa Rais. Kengele ya tatu. Makofi mengi na vigelegele. Naam. Na honi mnaisikia hiyo? Bado tuongeze tena makofi mengi. Water salute, hatujaona Captain. Tunasubiri water salute. Ndio, hiyo. Haya, makofi tena mengi na vigelegele. Mheshimiwa, unaweza ukaona kule. Naam, tunakushukuru kwa uwekezaji huu mkubwa na kwa kazi kubwa unayoifanya Mheshimiwa Rais wetu katika kuboresha sekta ya uchukuzi na usafirishaji kwa ujumla. Asante sana Mheshimiwa Rais. Zoezi hili